naitwa Said Mohamed Ali, ni afisa mtendaji mkuu wa maabara ya afya jamii. Kazi zetu kubwa katika maabara hii ya afya jamii ni kazi nne. Kazi moja ni kufanya tafiti, yani research, ndio asilimia kubwa ya kazi yetu ni kufanya research. Kazi ya pili ni kufanya diagnosis, yani kufanya utambuzi wa maradhi ili kusaidia Wizara ya Afya katika kufanya utambuzi bora wa maradhi mbalimbali. Kazi ya tatu ni kufanya training, mafunzo, kujenga uwezo na kujenga uwezo wa ndani na wa nje katika taasisi yetu hii, na kazi ya nne ni kufuatia nyenendo za maradhi, disease surveillance. Kwa hiyo mafunzo haya yaliyopo hapa leo ni sehemu moja ya kazi muhimu ya maabara yetu ya afya jamii. Hii training sisi tukiwa kama taasisi shirikishi ya shirika la afya duniani WHO Collaborating Center, moja kati ya kazi yetu kubwa ni kujenga uwezo wa jamii katika taasisi, lakini pia katika region, in the region. Kwa hiyo ndio maana ukakuta hii training tunayoifanya hapa leo ni muhimu sana, kwa sababu inawashirikisha watu wanaotoka katika collaborating center nyingine zilioko duniani kuja kushiriki hapa. Kwa hiyo ni kutekeleza moja kati ya jukumu letu kubwa ambalo kama WHO Collaborating Center. Training hii kwa mwaka huu imekuwa special kidogo, kwa sababu katika training zilizopita zote mpaka mwaka jana bado tulikuwa tunafanya training na tunawahusisha watu wanaofanya kazi katika afya peke yao, lakini kwa sababu ya umuhimu sasa na kupanua wigo wa kazi zetu tayari tumeenda kwenye ile lengo la One Health, yani afya moja. Sasa kwa sababu tumeingia huko, ndio maana leo tulipoangalia hapa tuliona washiriki, kuna madaktari wa mifugo, kuna madaktari wa afya, kuna watu wa mazingira na kadhalika, kwa sababu One Health inaingiza hizo area zote. Kwa hiyo tunategemea kwamba itafaidisha sana sio tu jamii yetu hapa, ambapo tuna washiriki wawili wanaotoka Unguja na Pemba, ambao hii pia ni hatua kubwa, kwa sababu hizi training ni scholarship, lakini kupitia maabara yetu ya afya jamii hii hapa ndio sisi tumesponsor watu wawili kutoka hapa kwa kuweza kupata training hii. Kwa hiyo tunategemea sana kwamba itakuwa ni faida kubwa, na ni vile ni njia kubwa ya kuitangaza Zanzibar, kwa sababu kama ulivyoona wengi waliopo hapa, asilimia 80 ni wageni kutoka nje, na wageni kutoka nje wanapokuja hapa pia ni fursa na wao kuiona Zanzibar yetu ikoje na inafanya kazi gani, na wanakuwa reassured kwamba system yetu ya afya inafanya kazi vizuri, na wao wanakuwa salama zaidi wakiweko.